kutakuwa na kambi maalum ya matibabu ya kutengeneza mishipa ya damu ambayo itawasaidia wagonjwa wenye shida za figo kwa ajili ya kufanyiwa uchejaji wa damu, yani hemodialysis. Kambi hii tunatarajia kwamba itaanza kuanzia tarehe 14 mpaka tarehe 18 kama ilivyoelezwa, na hii itahusisha wagonjwa wote ambao tayari wapo kwenye matibabu ya hemodialysis, kwa wale ambao figo zimefeli, kwa hiyo wanahitaji huduma ya kuchuja damu. Kwa wale wagonjwa ambao hawana zile access au tunaita fistula kwa ajili ya kusaidia kupata access ya kufanyiwa uchujaji wa damu, kwa hiyo wagonjwa wote wenye shida hiyo watapatiwa huduma kwenye kambi yetu hii ambayo tunategemea kuanza tarehe 14. Imeelezwa faida mbalimbali za aina hii ya matibabu ambayo tunaenda kuyafanya. Kwanza, itamrahisishia kuweza kumwandaa mgonjwa kwa ajili ya kuweza kufanyiwa matibabu. Kwa kawaida kama siku za nyuma mlikuwa mkiona wagonjwa ambao wanafanyiwa uchujaji wa damu, yani hemodialysis, wanakuwa wana catheter ambazo wamewekewa shingoni. Kwa hiyo tena zile zitakuwa hakuna sababu tena ya kuwa na kutembea na zile kanula. Kwa hiyo hizo mishipa tunatengeneza kwenye mkono, si ndio? Kwa hiyo mishipa baada ya kutengenezwa tunategemea kwamba baada ya wiki 4 mpaka 6 itakuwa na uwezo kuanza kufanya kazi. Kwa hiyo sasa atakuwa tena hakuna sababu ya kuweza kutembea na kanula kwenye shingo ambayo amewekewa kwenye mshipa kwenye shingo. Kwa hiyo kuna faida mbalimbali. Changamoto moja hapo ambayo ilikuwa inasababishwa na kanula ambazo zinawekwa kwa ajili ya kuchuja damu ni kwamba ni rahisi kupata maambukizi bakteria, ndio. Kwa hiyo infection ikiingia kwenye damu inakuwa vile vile ni changamoto kwa ajili ya matibabu. Kwa hiyo ni changamoto kubwa, inaweza kuwa na effect nyingi, inaweza kumsaidia kushindwa kufanya shughuli zake vizuri, lakini akiwa na access line ambayo ni rahisi kuipata kwenye mkono, hiyo tena inakuwa changamoto imepungua.